Anyways, kama tulivyowaambia kwamba ugeni wetu tayari umekushafika na tupo tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Tupo na Emmanuel Arthur Mfundo. Huyu ni mfamasia bingwa wa tiba na ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia kanda ya Kaskazini. Karibu sana brother. Asante sana. Nimekutambulisha, bila shaka nimepatia utambulisho. Umepatia kabisa. Karibu sana. Menyoka huo. Wafamasia ni kina nani? Na tumeona ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia. Mnafanya nini haswa? Mfamasia ni mtu yoyote ambaye amehitimu shahada ya pharmacy na kwenda mafunzo kwa vitendo kwa mwaka mmoja na baadaye kusajiliwa na baraza la pharmacy. Baada ya kufanya mtihani ule wa kupata leseni. Kwa baadaye anasajiliwa na anakuwa sasa anaweza kufanya kazi kama mfamasia. Okay. Kwa hiyo watu wote ambao tunaona wako kwenye pharmacy tayari wamepata hiyo leseni, au wengine tu ni kwa sababu wamesomea ndio maana yuko pale? Kwa utaratibu wa huduma zozote za afya, hasa ufamasia, ili uweze kutoa huduma kwa wananchi ni lazima usajiliwe na baraza la pharmacy. Otherwise, kama umesoma kwa mfano bachelor ya pharmacy na haujafanya mafunzo kwa vitendo na haujafanya mtihani wa baraza la pharmacy na ukafaulu, basi wewe utakuwa tu ni kama wahitimu wengine wa shahada zingine, hautaruhusiwa kuhudumia wananchi. Kwa hiyo ina maana automatically utakuwa na kazi. Kazi unaweza ukapata kwa maana ya bacha, kwa sababu kazi ni nyingi. Yaani katika upande wa ufamasia. Upande wa ufamasia. Hatuwezi kumuita famasia ili hali amesomea ufamasia. Hatuwezi kukuita wewe ni mfamasia ili hali haujasomea ufamasia. Kwa sababu ili uwe mfamasia ni lazima ufuate hizo, usome hivyo kama nilivyoelezea, na lazima usajiliwe na baraza la pharmacy kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kuna mfanano na watu ambao kama hujafika law school huwezi kuwa huwezi kuwa nini wanasema advocate. Kwa hiyo kwa mazingira inavyotakiwa kuwa ni kwamba pharmacy inatakiwa ziwe na mfamasia. Yes. Lakini ilivyo inaweza ikawa ni tofauti na inavyotakiwa kuwa. Kwa sheria zetu za Tanzania, kwanza huwezi ukaanzisha biashara yoyote ya pharmacy. Biashara yoyote ya pharmacy. Ninapozungumzia pharmacy naondoa yale maduka ya dawa muhimu. Na maanisha hizi pharmacy kubwa ni lazima ziwe na usimamizi wa mfamasia. Yeah. Kwa mimi semio hapa naweza nikaona biashara ya uuzaji wa dawa ni nzuri, nikaanzisha na professional ya utangazaji. Yes, wewe unaweza kuanzisha biashara ya pharmacy, kwa maana yani mtu yoyote anaweza kuanzisha biashara ya pharmacy. Lakini sharti ile biashara, sheria inasema kwamba pharmacy is the business of the pharmacist. Yani pharmacy ni biashara ya mfamasia. Kwa hiyo ili wewe uweze kufanya biashara ya kuuza dawa kama hivyo pharmacy, ni lazima ufanye ushirikiano na mfamasia. Either kwa kumwajiri au kwa kuingia naye mkataba hivyo. Lakini pia kwa kuingia naye ubia, partnership, wote kwa pamoja ili muweze kufanya. Lakini yeye mwenyewe mfamasia kama mfamasia anaweza kufungua na yeye kufanya biashara na kufanya biashara zake. Kwa hiyo Mfundo yule anakuwa pale kwa ajili ya kuweza kuhudumia, umekuja na sheet yako, anakupatia dawa. Mimi naweza nikafanya kile kwa sababu imeandikwa na najua dawa, au lazima awepo yule mtu ambaye ni mfamasia ambaye amesomea? Sasa kitu cha kwanza ni lazima kuwe na pharmacy isajiliwe, na msimamizi ni lazima awe ni mfamasia. Kwa maana bachelor holder na amesajiliwa. Lakini kuna watu wa huduma sasa za mle ndani. Sawa? Kwenye watu wa huduma, wa kwanza kabisa ambaye ni mtu wa huduma ni mfamasia mwenyewe. Sawa? Huyo ni nambari 1. Lakini wa pili ni tunaita pharmaceutical technician, mteknolojia dawa, ambao wao wamesoma diploma. Lakini na wao ni lazima wafanye mtihani wa baraza la pharmacy, wafaulu na wasajiliwe na wenyewe kwa mujibu wa sheria, na wapate leseni ya kuhudumia. Lakini pia unaweza kukuta wanaita pharmaceutical assistants pia.
wa chini wanaosoma certificate. Sawa, na yeye anaweza kuhudumia pale kwenye utoaji wa dawa, huduma za dawa. Lakini na yeye sharti ni lile lile. Lazima asome sio chini ya miaka 2, na halafu na yeye afanyaje? Afanye mtihani na asajiliwe na baraza la pharmacy. Kwa mtu yoyote yani mtu kama hujapata leseni ya kutoa huduma huwezi kuwepo kwenye kwa hiyo ni mwiko mtoto wa mjomba ambaye amemaliza elimu yake ya nursing wakati anajitafuta kusubiri ajira kuja kunisaidia kwenye famasi yangu. Hakika. Yani kama wewe ilisema siji mimi ni muuguzi, mimi ni nani, hapana, wewe uruhusiwi kwa sababu haujasajiliwa na baraza la pharmacy kutoa huduma. Mfundo, kabla hatujakupa nafasi ya kutiririka, naomba unisaidie hicho kitu kimoja. Wewe ni professional katika upande wa famasia. Yes. Imewekwa geti kwamba uwezi kusomea labda utechnician, kwamba unaweza kufungua maabara yako kwa ajili ya kuweza kumpima mtu na kwa sababu tunaamini kwamba mfamasia ni mtu ambaye anajua dawa gani inaweza ikamtibu mgonjwa kuliko hata daktari, kwa sisi tunachokiamini, kwa watu wengine ambao baada ya kufuatilia. Sasa hivi unaweza wewe ni mfamasia na ni mwenyekiti, unaweza kusomea pia hiyo masuala la laboratory technician kwa ajili ya kuweza kujua kabisa kwamba nampima huyu mtu, nikishagundua sasa najua kabisa kwa sababu nimesomea famasia, najua ni dawa gani nimpe ili niweze kumtibu. Ni inakuwa ni rahisi na shortcut. Na kwa upande wa mfamasia, sawa, mfamasia anasoma vitu vyote ikiwemo hata hivyo vipimo vya maabara. Kwa nini? Yani lazima ujue hizo ni wakati gani labda tunasema kipimo kiko sawa au kipimo hakiko sawa. Umeona? Kwa mfano tukizungumzia pressure, si ndio ni wakati gani pressure ya huyu mtu iko sawa? Kwa maana kawaida pressure inatakiwa kuaje, na ikiwa vibaya inakuaje, either chini au juu. Na pia kama ni malaria ni wakati nini tunatoa dawa wakati gani ikiwa positive, positive. Lakini UTI zile parameter zote za kupima UTI na lazima na wewe unazijua na tafsiri yake. Sawa. Lakini sasa tunakuja hapo, lazima kuwe na tunasema mgawanyo wa majukumu. Sasa mgawanyo narudi hapo. Sawa. Na tunaenda vizuri. Lazima kuwe na mgawanyo wa majukumu na tunasema check and balance. Sawa, ndio maana kuna mfamasia anasomea ufamasia, alafu kuna mtu wa maabara anasomea maabara na kadhalika. Ila sasa kujibu swali lako, ili mtu aweze kusomea fani yoyote, either ni ufamasia au mambo ya maabara au udaktari, ni kama anakidhi vigezo vya kusomea taaluma hiyo. Sawa, kwa kila taaluma inakuwa na vigezo vyake. Labda wewe umefaulu masomo ya sayansi kwa kiwango fulani. Sawa kwa hiyo kama mimi mfamasia nimesomea ufamasia, sizuiliwi kwenda kusomea mambo ya maabara. Kwa sababu ili na mimi niweze tena kufanya kazi kama mtu wa maabara, ni lazima nisajiliwe tena na bodi ya maabara. Umeona? Au ili niweze kufanya kazi kama daktari ni lazima nisajiliwe na nani tunasema medical council, baraza la tiba la taifa. Kwa hiyo yani ili sasa hivi nimesoma ufamasia miaka 4 na nimefanya internship, nimesoma masters ya pharmacy, mambo ya hospital. Lakini ili niweze kufanya kazi kama daktari ni lazima nirudi nikaanze mwaka wa kwanza wa udaktari mpaka mwaka wa 5, halafu tena mwaka wa 5 na niende mafunzo kwa vitendo na nini malize nifanye mtihani nisajiliwe kama daktari, ndio nitakuja kufanya kazi kama daktari. Okay. Sawa. Kwa hiyo siwezi tena ni mimi hapa hivi nikaanza tena kufanya kazi ya daktari wakati mimi sijasomea ile taaluma. Na vigezo lazima vizingatiwe. Mtu amesoma kwenye hilo eneo. Ikitokea mtu amesoma kwenye hilo eneo, kuna uwezekano wa mtu kumiliki leseni zaidi ya moja. Kwa maana kama hivi ameuliza swali mjomba kwamba mimi nilisoma ufamasia, nikamaliza nikaona nina muda na nafasi ninayo, kwa nikapiga daktari, anaweza kumiliki leseni zaidi ya moja. Yes.
kwa mujibu wa sheria za Tanzania unaruhusiwa kumiliki leseni zaidi ya moja. So far umepata training ya eneo husika na una sifa na vigezo vya kusajiliwa kutoa huduma za taaluma hiyo. Kwa hata ukiamua kusoma sheria, kasome sheria, lakini mwisho wa siku utaenda law school na usajiliwe kama mwana sheria. Mtoto wangu atachelewa sana kuanza kazi kwa sababu atamaliza miaka yake 5 ya udaktari. Baada ya hapo nitamwambia akasome ufamasia, na akimaliza ataenda kusoma masuala ya maabara. Apige ndege wote kwa jiwe moja. Wacha tunyime fursa watu wengine. Hata Mfundo, ni kitu gani ambacho umetuletea katika siku ya leo? Siku ya leo tumekuja na elimu kwa umma kuhusiana na mambo ya shinikizo la damu. Okay. Hasa umekuwa tukisikia kwamba kuna ugonjwa wa pressure, wengine wanasema BP, blood pressure. Kwa hiyo ni shinikizo la damu kwa kuanzia. Sasa kwa hiyo tunakuja kuelimisha umma shinikizo la damu ni nini na nini matatizo ya kuongezeka kwa shinikizo la damu, kwa maana ya kuwa na shinikizo la damu la juu, high blood pressure. Umeona kwa kawaida kila mtu ana shinikizo la damu. Umeona, na ana shinikizo la damu lile la kawaida, kwa maana ya moyo unasukuma damu kupita kwenye mishipa ya damu na ili iende ikafanye kazi mwilini, kwa maana moyo unasukuma damu ili kupeleka damu sehemu mbalimbali za mwili ambazo zinakuwa na tunasema damu yenyewe ina virutubisho pamoja imebeba na oksijeni. Okay. Kwa hiyo inapeleka sehemu mbalimbali za mwili ili mwili uweze kuendelea kufanya kazi zake. Unaupa mwili nguvu na unaupa mwili hewa ya oksijeni mwili uweze kufanya kazi. Sasa kuna wakati inatokea kunakuwa na ukinzani mkubwa kati ya moyo unavosukuma damu kwenda kupitia kwenye mishipa kwenda maeneo mengine ya mwili, kwa maana kunakuwa na ukinzani kati ya force au nguvu inayotumiwa na moyo kusukuma damu na ile tunasema mishipa ya damu, nafasi iliyopo kwenye mishipa ya damu, lile tundu. Kwa hiyo sasa moyo unaposukuma damu kwa force kubwa na kukuta mishipa ya damu imepungua size, si ndio? Imepungua nafasi yake, imesinyaa au imepungua nafasi yake, kwa maana ya ndani yake labda kuna mafuta. Maana yake hapo kunakuwa na ongezeko la nguvu inayotumika, na maana yake kunakuwa kuna ongezeko la pressure. Sawa? Sasa inapoongezeka ile pressure, hilo ndo tunaita shinikizo la juu la damu. Okay. High blood pressure. Kwa kawaida binadamu anapaswa kuwa na shinikizo la damu la juu, kwa maana ya systolic blood pressure, systolic blood pressure ambayo ni 120 na chini ni 80. Kwa normal ni 120 kwa 80 kwa chini. Naomba urudie hiyo kwa sababu watu wengine tunakuwa na vipimo nyumbani kwa pima. Yes, ni vizuri ukawa na ile BP machine ambayo unakuwa nayo. Kwa kawaida binadamu anapaswa kuwa na shinikizo la damu sio zaidi ya 120, hilo la juu systolic blood pressure, na diastolic blood pressure 80. Kwa hiyo ni 120 chini ya 80. Okay. Hapo hiyo ni kawaida. Okay. Sawa. Sasa linapoanza kuongezeka kwenda juu, sawa, kuanzia 120 mpaka 139, na hili la chini likaenda kuanzia 80 mpaka 89. Sawa, hapo tunaona mtu ana viashiria vya kwenda kwenye ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Hiyo nasema ni pre-hypertension. Kwa hapo kianza kuona hivyo, maana yake sasa unajua upo kwenye riski
ya kupata hiyo ya kupata pressure. Kwa hiyo anza kufanya lifestyle modification. Tunaangalia Emmanuel kwamba hii 120 ya 80 inaweza kageuka kwamba ndogo ikakaa juu, kubwa ikakaa chini. Hapana, ya juu ni ya juu tu na ya chini ni ya chini. Ndio kwa namba kwa namba iko hivyo. Haiwezi kuwa 80 ya 120. Haiwezi kuwa 80 ya 120. Huko juu inaendelea kukua hivyo. Na hata inavyoongezeka kama umeona juu inaongezeka zaidi kuliko chini. Yani kwa mfano tumesema tunatoka 120 mpaka 139, ya juu ndio tatizo unaanza kuliona linaanza. Sawa? Lakini 80 mpaka 89 chini unaona yenyewe ndio tatizo linaendelea. Kwa juu kabisa inaweza ikasoma ngapi? 139. Sasa hiyo bado hapo tunaendelea. Okay. Hapo tumesema hiyo ni kiashiria kwamba kuna dalili za kuanza kuelekea huko. Sawa? Sasa tukianzia tumeenda 139. Sasa tunaenda 140. Sawa? 140 kwa 90. Ndio. Sasa manake tumeshavuka boda ya 139 kwa 89. 140 na 90, hapo tunaanza kusema una shinikizo la juu la damu. High blood pressure. Umeona? Ambapo hapo sasa inaweza kwenda ikaongezeka tena paka 159. Sawa? Hadi high blood pressure. Na huko chini tukasema ikaongezeka paka 99. Sawa, hiyo ni shinikizo la juu la damu. Na wewe hapo sasa ukipimwa, maana yake unahitaji kuanza uangalizi na kupewa tiba. Lakini kuna wakati inazidi zaidi ya hapo. Kuanzia tunasema imeenda paka 159, si ndio? Inaweza kama kuanzia 160 na kuendelea 180 huko paka 200. Hizo sasa ni tatizo la juu sasa zaidi, wanasema hypertensive crisis. Maana kwenye hatari. Hatari kubwa hapo. Unaweza kupigwa stroke, unaweza kupata kiharusi, unaweza kupiga figo. Hivyo vyote vinaweza matatizo yale ambayo yanaweza yakatokea na nani. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza tukazungumzia unaweza kwenda kwenye tatizo la ugonjwa wa moyo au high blood pressure. Sawa? Kwa hiyo ili sasa uweze kujua kwamba una shinikizo kubwa la damu, maana yake ni lazima upime. Si ndio? Unapima kwa kutumia BP mashine zile kama ni hospitalini, lakini sasa hivi unaweza ukanunua hata kifaa chako ukapima ukiwa nyumbani. Na kwa faida ya msikilizaji pia, unapopima chukua mkono wako, uweke kaa kwenye kiti, tulia. Chukua mkono wako, kama ni kwenye meza weka uwe usawa wa moyo. Okay. Yani uwe unaenda yes, karibu mkono wako uwe unaendana na usawa wa moyo ulipo. Yaani kama kunja juu unyanyue fulani kae kwenye usawa wa moyo. Usawa wa moyo. Kwa hiyo hata kama unauweka juu ya meza, lakini uwe usawa wa moyo. Funga ile cuff, kwa maana ile anania BP mashine. Sawa, tulia kwa utulivu, bonyeza, sikilizia majibu yatakayokuja. Sawa? Na ukipima mara moja na ikakupa majibu kwamba kuna pressure ya juu, si ndio? Hauwezi ukasema moja kwa moja kwamba tayari. Sawa? Inatakiwa upime zaidi ya mara 3. Sawa? Na kwa nyakati tofauti. Usipime, ukipima hapa baadaye tulia. Sawa? Utapima kesho tena, utapima ili sasa uweze kusema sasa ni nini, ili sasa nina shinikizo kubwa la damu. Na unapopima sasa hizo mara 3, si ndio uje ujue kwamba sasa hili sasa ni nini, ni tatizo. Lakini sasa kuna wakati unaweza ukaenda hospitalini. Si ndio? Kuna watu tu wakiona lile koti inapanda mzigo ni atuli pressure inapanda, unasema white coat hypertension. Sawa? Kwa unaweza kumpima mtu ukaona mbona pressure yake iko juu. Si ndio? Kwa mtu wa namna hiyo inabidi kuweza kumpa nafasi ya kupima tena na tena. Lakini sasa hivi tuna BP mashine za kutembea nazo, naita ambulatory BP mashine. Unaweza unafungwa
unatembea nayo tu masaa 24, alafu baadaye unarudi wanakusomea. Wana monitor inasoma mwenendo wa siku nzima, mwenendo wa siku nzima, pressure yako ilikuwaje. Kwa hiyo angalau inaondoa kwenye zile tension, wakati mwingine ikuondoe kwenye kule usahau, maana ukiwa unafanya kazi zingine utakuwa umesahau ile kwamba napima pressure, kuwaza, kwa sababu hata kuwaza kunaweza kusababisha na wewe pressure ikapanda. Kwa hiyo ni muhimu unapopima tupime mara zaidi ya mara 3 different wakati tofauti, hata kwa siku 2. Wakati mwingine unaendelea hata kwa mwezi, unaenda una check ili kuona kwamba kweli huyu ili ni tatizo ambalo linafanyaje tusaidie kitu kimoja Mfundo, kwa wale ambao wana vipimo nyumbani. Kwenye kile kipimo kuna mara mbili, kuna namba ambazo zinasoma juu na namba ambazo zinasoma chini. Kuna mtu aliniuliza nyumbani na kipimo kile, wakati nampigia simu naambia mpime mama pressure, akaniambia sasa pressure ndo nasoma wapi, maana naona namba nyingi, kuna namba za juu na namba za chini. Sasa inashindwa kutofautisha kwamba namba za juu ni za pressure au za mapigo ya moyo na au namba za chini ni za pressure au za mapigo ya moyo. Sasa kuna namba, ukiwa unapima zile, kuna namba kubwa ambazo zinatokea. Namba kubwa kabisa ziko bolded. Ya juu utaiona hiyo kuanzia 120 na kuendelea. Wakati mwingine inaweza kaa imeshuka 100 na kushuka chini, na wakati mwingine unaweza kuona kama ana pressure ya kushuka pia unaweza ukaiona, lakini zenyewe zinatofautisha. Kuna ya juu, kuna namba zinatokea juu na namba inatokea chini. Sawa, ziko mbili. Kwa hiyo hii ya juu ndio ile tunasema systolic blood pressure, lakini iko ya chini ambayo ni diastolic blood pressure. Kwa hiyo anasoma hizi mbili na anaweza kuliziripoti hizi mbili, lakini kuna pale tena kuna kasehemu ambao kanaonesha zile heart rate, kwa maana ya mapigo ya moyo kwa dakika. Si ndio? Inakuwa kwa pembeni pale, ambayo na yenyewe yanakuepo hataki kuzidi 72 kwa dakika moja, kama upo kwenye utulivu. Sawa. Ukiwa unazungumza kwenye issue ya kupima, kwenye kupima pale yakatokea majibu mawili au matatu tofauti, kwamba mara ya kwanza umepima umeona kwamba unayo, ya pili majibu ni yale kwamba unayo, ya tatu ikaonyesha kwamba hauna. Kwa mwananchi anapaswa kuchukua lipi? Sasa hapo kwa maana umepima, bado umepima, umekuta unaona iko juu, umepima tena unaona iko juu, umepima unaona iko sawa. Maana yake bado wewe haujapata ile stable. Kwa hiyo bado inabidi uendelee kupima. Sawa? Na ukiona mara nyingi hivyo, maana yake sasa inabidi na wewe ufanyaje, utafute sasa msaada kwenye vituo vya kutolea huduma, na wenyewe wakusaidie kutafsiri hiyo, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukapima kumbe unakosea. Unaweza ukawa unapima, unaweza ukawa una rekodi, umeona, lakini kuna wakati kumbe unapima kumbe unakosea namna ya kupima, kama tulivyosema hizo unawekaje mkono, si ndio? Unaweza kushangaa mtu amepima kumbe akaninginiza mkono, umeona, kaonyosha huko chini ndo anapima. Kwa hiyo zile namna ya upimaji yeye anatakiwa azingatie. Kwa hiyo ukikutana na hizo bado wewe, na tunasisitiza kwa sababu wewe unakuwa sio mtaalamu wa mambo ya afya, tafuta basi mtaalamu aweze kusaidia, kwa sababu unapata majibu ambayo hayakuridhishi. Sawa, na yeye ndo atakusaidia sasa, weka hivi. Lakini kubwa zaidi tunasema shinikizo la juu la damu lina athari. Kama litaendelea kuwa juu, linaweza likasababisha hicho kiharusi, si ndio? Linaweza likasababisha shambulio la moyo, heart attack, lakini pia linaweza likasababisha kuumiza figo, matatizo ya figo, kwa maana ya renal failure. Sawa, kwa hiyo ni kitu ambacho ni hatari sana. Lakini pia wakati mwingine inaweza kuharibu macho. Sawa, kuna vision loss, unaanza kuonaona mawenge. Sawa, sasa nini dalili ambazo unaweza ukaziona zikakusaidia kujua kwamba hapa naweza inakawa nina tatizo la moyo? Moja, kichwa kinauma sana, very severe headache. Kichwa kinauma sana, kila unakunywa dawa za kutuliza maumivu, lakini kichwa bado kiko pale. Lakini pia kuona uono kupungua, blood vision
ukiangalia unaona huoni vizuri. Na hujawahi kuwa na matatizo ya macho au nini, kwa hiyo nayo inaweza kukuletea ukaoiona. Lakini unaona kifua kinauma, chest pain, haukohoi au fai nini, lakini unaona mazingira ya upande wa moyo au na upande wa pili labda yanauma, unapata maumivu fulani ambayo yanakuja very sharp. Na yenyewe kizunguzungu, dizziness na yenyewe ni moja wapo. Lakini kingine ni kushindwa kupumua vizuri. Hizo ndio dalili ambazo unaweza ukaanza kuziona na ukasema bwana, hebu nikapime na pressure. Umeona? Kuna wakati mtu anaweza akanyanyuka akapata kizunguzungu akadondoka. Umeona? Au kila ukikaa ukisimama unapata kizunguzungu. Kwa hiyo na zenyewe ni moja ya dalili. Lakini sasa twende kwenye vihatarishi. Nakumbuka mara mwisho tulizungumzia kuhusu vihatarishi na visababishi. Kwa vihatarishi ni vile vile tulisema risk factors. Kwamba wenyewe ambavyo vinaungana na mwisho wa siku vinakuja kutuletea tatizo la blood pressure, ndio. Kwanza umri. Kadiri unavyokuwa, tulizungumza kwamba mwili na wenyewe unapungua kufanya kazi zake, si ndio? Hata mishipa ya damu na yenyewe inaanza kusinyaa, si ndio? Na yenyewe inaweza kupelekea mtu shinikizo la damu likaongezeka. Lakini pia family history, historia ya familia yenu. Inawezekana kuna walishawahi kuwepo watu wenye pressure, baba, mama na kadhalika, ambao hao inaweza ukasema babu huko nani alishawahi kuwa nayo, si ndio? Hiyo historia pia inaweza kutosha kusababisha pia na wewe kujiona kwamba unaweza ukao una kihatarishi cha kupata. Sasa hiyo historia familia haiwezi kuepukika hiyo. Sasa hiyo ipo tu, ndio vihatarishi vyenyewe. Sasa tunapozungumzia vihatarishi kwa faida ya msikilizaji, ili sio tunasema vihatarishi tu, maana nini maana yake, si ndio? Yani tunavizungumzia, kwa nini tunavizungumzia vihatarishi? Vihatarishi vinatupa sisi awareness au uelewa wa haraka kwamba mimi kwetu kuna historia ya watu kuwa na pressure. Kwa hiyo mimi kama tuna historia hiyo, kwa mimi inatakiwa nichukue hatua haraka, si ndio? Kwa mimi nifanye mazoezi, nifanye nini, yani ili kuepuka kwenda huko. Umeona? Nile vizuri, diet yangu iwe vizuri. Yani hivyo vitu vyote ambavyo unasema sasa mimi nisitaki kuongeza vihatarishi vingine. Natakiwa mimi nianze kuondoa vihatarishi kama kipo kile. Maana yake mimi nisivute sigara, nisinywe pombe, nifanye nini, nifanye mazoezi, nile chakula ambacho kina afya na kadhalika. Kwa ndio maana ya vihatarishi. Sio tu tunavisema kukuogopesha au kukutisha, tunakupa ili uweze kujua kwamba kama kwenye ukoo wenu kulishakuwa na mtu ana pressure au kwenye familia yenu kulishakuwa na pressure, basi wewe uanze kuchukua tahadhari mapema. Sawa. Kwa hiyo pia tuzungumzie pia hata wanaita ethnicity, kwa maana ya kwenye ethnic tunazungumzia makabila, tunazungumzia rangi, si ndio? Watu wa labda tuseme watu wa Afrika, watu weusi, watu weupe, si ndio? Kwa maana ya wazungu, watu wa Asia, si ndio? Black Americans, na yenyewe hiyo inaonesha watu weusi na watu wa Asia, hasa Southern Asia, wao wana hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu wa pressure. Okay. Sawa. Watu weusi, si ndio? Tunazungumzia Black Americans, tunazungumzia sisi mini Black American, tunazungumzia sisi watu wa Afrika, si ndio? Na watu wa Asia, si ndio? Huko India na kwenyewe kuna kuwa na riski nayo inakuwa ni kubwa, inavyoonyesha kwa mujibu wa taarifa za kimatibabu. Lakini haijulikana sababu ni nini mpaka sasa hivi ya kupelekea labda rangi au taifa wetu sababisha hiyo. Bado tunarudi kwa upande wa Afrika, inaonesha tunakuwa na
zile ongezeko la stiffness ya zile blood vessels. Yani blood vessels zinakuwa zinatakiwa ziwe flexible. Lakini kadiri mnavyozidi kwenda zinaanza kufanyaje? Kuwa ngumu, zinasinyaa na kuendelea. Hizo ndo ambazo zinapelekea kuwa na hilo tatizo kubwa. Lakini kingine ni kuwa overweight. Unakuwa na uzito mkubwa uliokithiri, si ndio? Na BMI ambayo inahitajika ni uwiano wa urefu na uzito wako unapaswa uanzie kuanzia 18 ambao ni afya nzuri mpaka 24.9. Kuanzia 25 kwenda mbele inaanza kuleta matatizo na inazidi kulenda mpaka hatarishi kimoja wapo cha mtu kuelekea kwenye kupata shinikizo kubwa la damu. Hasa tunasema ndio kunakuwa na cholesterol rehemu ambayo inaenda kuwa deposited kwenye mishipa ya damu na kupunguza ile size ya mishipa ya damu kupitisha damu na pressure inaongezeka. Na ukitaka kujua unahitajika kuwa na kilo ngapi, si ndio? Unatakiwa ujue urefu wako. Sawa? Kwa mfano una urefu wa 170. Sawa? 100 cm. Sawa. 170. Si ndio? Sasa wewe uzito wako inabidi uchukue 170 utoe 100. Okay. Sawa? Maana yake kinachobaki hapo ndo unatakiwa huo ndo uzito wako. Watu wengi. Mbona unajicheki? Unajicheki kwa sababu kama hii 170 ni kama wa kwangu kabisa hapo, alafu nikitoa 100 najikuta 70 alafu naona kama nimeshavuka nimezidi 10 yani hapo. Kwa sasa hapo unabidi uanze kupambana urudi kwenye 70. Hapo ndo utarudi kwenye BMI yako ya kawaida ambayo tunasema mpaka 24.9. Kwa ina maana kwa hapo bwana mtaalamu kwamba urefu wako wote ulionao, yes, toa 100 ndio kilo zako sahihi unazokuwa nazo. Unatakiwa uwe nazo. Yes. Sawa. Sawa. Sasa kingine ni pombe. Sawa, unywaji wa pombe uliokithiri. Tukifika kwenye eneo la sigara mnishtue ni nani? Sawa. Nitoke nje. Sawa. Kwa hiyo ni unywaji wa pombe uliokithiri. Hayo kuna mtu anakunywa pombe hasa yani ile kupitiliza, kwa sababu pombe sio kwamba watu wanazuliwa kunywa. Unaruhusiwa kunywa angalau anasema 2 units za hata bia 2-3 unaenda unapumzika, umekunywa waini yako. Lakini kuna watu ambao wanaenda wanataka wamalize makreti ya bia. Tunajisifia sema na kujisifia. Mimi bwana mimi niko vizuri, wewe niko vizuri sana. Mimi naweza kumaliza kreti mwenyewe. Kuna watu wanakuwa na mashindano ya kunywa konyagi kwa wakati mmoja. Amemaliza lichupa lile amekunywa kama anakunywa maji. Si ndio? Na yenyewe hizo zinaleta shida. Na tatizo la pombe linaleta kwanza stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu, tunasema oxidative stress. Lakini wanasema unapokunywa pombe nyingi pia inaongeza kichocheo au hormone inaitwa cortisol. Okay. Cortisol ambayo na yenyewe inaenda kuongeza shinikizo kubwa la damu. Cortisol ni stress hormone. Inakupa stress alafu inaongeza shinikizo la damu. Kwa tunashauriwa kunywa pombe kwa kiwango kinachotakiwa, lakini kwa interval. Yani ndani ya muda fulani, yani ndani ya dakika 5 umeshamaliza bia 2. Hiyo ni hatari. Amegida. Kunywa kwa utulivu, unaenda basi ukitucheka nenda katulia, lakini unashauriwa at least unywe units 2 tu. Sasa tukija kwenye swala zima la sigara, smoking. Wewe masikio vizuri. Haya, wavuta sigara sikilizeni, sio wavuta sigara. Sawa, sigara na yenyewe ni kimoja ya kihatarishi cha kupata shinikizo kubwa la damu. Sawa, kwa yenyewe tu kama yenyewe sigara ina nicotine. Nicotine sisi tunasema ni stimulant. Inaenda ina stimulate mwili unatengeneza stress hormones ambazo ni adrenaline, noradrenaline, tunaziita catecholamines. Sawa, hizi catecholamines zenyewe huwa kazi yake ni kuongeza shinikizo la damu, kuongeza pressure ya mwili. Sasa kwa mfano mzuri, catecholamines zinazalishwa wakati unaweza ukawa una njaa kali sana.
na huna nguvu kabisa. Sawa? Akatokea simba, si ndio? Ghafla. Bwana, nguvu hata uelewi zimetoka wapi hizi. Si ndio ukajikuta umekimbia mpaka watu wanashangaa, mbona alikuwa hapa hata hajiwezi huyu. Umeona, mbona alikuwa hana nguvu lakini kaweza kukimbia. Sasa mwili uko hivyo. Ukishtuka unatoa hizo stress hormones ambazo zitaongeza blood pressure, zitaongeza yani kwamba ukiongeza blood pressure inaongeza uvunjaji wa sukari mwilini, zinaenda kwenye misuli, unapata nguvu za kukimbia. Kwa sasa hizo kwa upande wa sigara, hiyo nicotine inaenda kuongeza hizo kutengenezwaji wa catecholamines ambazo hizo noradrenaline na adrenaline, ambazo mwisho wa siku zinaenda kusababisha mishipa ya damu iweze kukaza, contraction. Sawa? Inaongeza mishipa, inaongeza nini? Pressure. Lakini pia inaongeza mapigo ya moyo. Kwa mapigo ya moyo unapoongeza, maana yake na yenyewe kusukuma damu kunafanyaje? Kunaongezeka. Kwa pressure obviously inapanda juu. Lakini namna nyingine ambayo sigara inaweza kusababisha pressure ni kuharibika kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu ina ndani yake kuna vitu vinaitwa endothelin. Ukiangalia kuna kama layer fulani hivi ina uteute kwenye mishipa ile ya damu. Sasa zile kazi yake huwa ni ndani yake mle huwa kuna kemikali hizi za nitric oxide, lakini pia prostaglandins, lakini pia kuna na hizo endothelin 1. Kazi yake yenyewe kuna ambazo kemikali zinaruhusu mishipa itanuke, dilation. Hizo nitric oxide pamoja na prostaglandin. Lakini endothelin 1 yenyewe inasababisha mishipa ifanyaje? Ikaze. Kwa sababu ni lazima kukaza, kusukuma na kudilate ipite. Kwa vitu vyote lazima vitokee. Yani ili iwe kwenye control ya kufanya hiyo shughuli muda wote. Yes. Sasa sigara inaonesha kwenda kuharibu ile mishipa ya damu, kwa maana ya kutengeneza hizo oxidative stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu. Ukiharibu ile mishipa ya damu, hizo nitric oxide zinapungua na prostaglandins zinapungua, ambazo kazi yake ni kuruhusu mishipa itanuke. Kwa inabaki ile ambayo inakaza, ile kemikali ambayo inasababisha mishipa ikaze. Kwa obviously itakaza na inaweza inaongeza shinikizo la damu. Kwa hivyo ndivyo kwa haraka kama tumepitia ni vihatarishi vya kwenda kwenye shinikizo la damu. Okay. Sawa? Kwa hiyo kwa kupitia hilo sasa tunaweza tukaanza kueleza wasikilizaji namna ya kuepuka sasa, ili tusiende huko. Ndio. Sawa? Cha kwanza kikubwa ambacho tunasisitizwa wote ni ufanyaji wa mazoezi angalau kwa dakika 30 hata mara 3 tu kwa wiki. Sawa? Lakini ukifanya mara 5 ni dakika 150. Si ndio mara 3 yani kwa siku 5, lakini hata mara 3 ni dakika 90. Sawa? Ufanye ile physical activity. Umekimbia, umepiga push up, umetembea, si ndio? Walau kwa dakika 30 ili kuweka mwili wako sawa, si ndio lakini kingine tunachoshauriwa ni ulaji wa afya, si ndio tule vyakula ambavyo vinaleta afya. Sawa? Kuepuke akisha kwenye mlo wako una portion nzuri, wanga kidogo, si ndio? Majani, mboga za majani zinakuwepo, si ndio? Na protein, si ndio ili kupunguza, sababu wanga moja kwa moja unaenda kupelekea kuongezeka kwa sukari, ambayo sukari baadaye itabadilishwa kuwa mafuta, yataenda kuokaa kwenye mishipa. Kwa ulaji wetu uwe mzuri, lakini tusiache umekula majani, matunda. Sawa? Na hapa kwenye matunda ukila tunda lile lenyewe ni vizuri zaidi kuliko kunywa juisi yake. Okay. Sawa? Unapokula chungwa, kula basi na zile nyama zake. Tafuna. Tunapata zile kamba laffages. Bro, umesikia? Swala la kutupaga zile uache sasa. Sawa? Unachukua chungwa, unanyonya, unatupa, si ndio? Kula na zile
fiber zake. Zina manufaa kwa sababu kwenye utumbo wetu kuna bakteria ambao ni walinzi. Sawa, normal flora. Kazi yao wale kwanza watachukua yale yani ndio chakula chao kile, zile fiber. Okay. Si ndio? Ndio chakula chao, zile kamba watazivunja watengeneza. Lakini katika kuvunja na wenyewe wanatengeneza vitamins mle. Kwa mfano vitamini B12, kwa vitamini B12 au vitamini B12 ambayo inasaidia katika mfumo wa fahamu, mishipa, mtu asipate maganzi na nini. Kwa hiyo inatengenezwa kule na wale wadudu. Kwa wale wadudu wanapaswa kulishwa vizuri. Lakini wale wadudu pia wanatusaidia kupunguza uingiaji wa mafuta kwenye damu, cholesterol wanapunguza hivyo. Sawa? Wale wadudu wanatengeneza vitamins pia zingine ambazo zinasaidia kupunguza visumu hivi ambavyo tunasema antioxidants. Sawa? Kwa hiyo ni vizuri ukapata lile tunda lenyewe kama lilivyo ukala. Na hiyo inatuletea nini? Inatuletea faida. Kwa maana nyingine tena inatusaidia pia hata kuondoa zile tunaleta nini? Choo kigumu. Si ndio? Constipation. Yeah. Kwa sababu wale watavunja na utapata choo ambacho ni kilaini. Na kupunguza sasa pia kuna magonjwa ya kansa ya utumbo. Si ndio? Kadiri uchafu unavyokaa na kadiri visumu vinavyotengenezwa, hasa utumbo mpana unaweza kupata kansa wakati mwingine. Si ndio? Kwa hivyo vyote ndio umuhimu wa kula lile tunda vizuri. Lakini pia kwa sababu ukila tunda kama tunda, muda unaochukua mwili kulivunja kulichakata huko mpaka kulichakata na hadi tukapata sukari iliyopo. Si ndio? Sukari itakayokuwa inatoka kidogo kidogo. Okay. Sawa, ambayo mwili unakuwa unaipata taratibu. Kwa sukari ya mwili haiongezeki ghafla kwa haraka ikapanda ghafla. Si ndio? Sasa sukari ya mwili kupanda ghafla na wenyewe ni tatizo. Si ndio? Inasababisha mwili uanze kutengeneza mainsulini kwa ajili ya kuishusha. Sawa, inatakiwa na yenyewe ipande taratibu. Sasa ukinywa juice, maana yake ni rahisi umeshaurahisishia mwili kuchukua tu kile na kuingia kwenye damu moja kwa moja. Kwa sukari itapanda kwa ghafla. Si ndio? Kwa hiyo tunda lina ukila tunda kama tunda linakuwa hivyo, kwa sababu mwili utaanza kulichakata ili iweze kutengeneza sukari kuliko kunywa. Kwa hiyo hapo sasa hata kwa kutumia concept hiyo, maana yake ukichukua kinywaji chochote chenye sukari, si ndio, kama soda, ukinywa, jua hiyo sukari mwilini lazima inapanda kwa haraka. Naomba unisaidie kitu kimoja. Ukichukua kinywaji kama soda ukachanganya na maji ukanywa, inaweza kupunguza hiyo athari? Sasa kuna kitu tunasema ni dilution. Sawa? Dilution, ukichukua labda soda kijiko kimoja na glasi moja ya maji, si ndio? Obviously sukari itakuwa imefanyaje? Imepungua. Si ndio? Ukanywa. Najibu concept yako bro. Sawa, sasa tunarudi. Sikiliza kwa makini. Tunarudi. Sasa wewe umechukua tuseme jagi la maji, si ndio? Ukachukua na soda ukaimiminia kwenye jagi, si ndio? Halafu ukanywa maji yote ya kwenye jagi, yakaisha. Si ndio? Yakaisha. Si utakuwa umepeleka sukari ile kiwango ni kile si ndio? Lakini kama umechukua huko kidogo, si ndio, huku maji ni mengi, maana yake utakuwa umepunguza kiwango cha sukari. Si ndio? Alafu ukanywa haya huku, hii iliyobaki ukaacha. Si ndio? Lakini sasa kama utachukua ile yani yote ile soda yote nikachanganya na maji yangu, alafu maji yale ukayanywa yote kwa wakati huo, ina maana umekunywa ile unakunywa tu soda ile sana tu utakuwa umeongeza na maji kwa ajili ya kukusaidia kufresh. Si ndio? Lakini sukari itakuwa imeenda ile bro. Tumeelewana sasa umenielewa daktari wako sawa. Kwa hiyo labda concept nzuri ni kupunguza soda kidogo, maji mengi. Sawa, kama una uko nani kunywa, lakini tunashauriwa pia kutumia hizo tunaziita nini vitu kama soda baba tayari prepared inaweza kuwa nini. Kwa hiyo ni kwenye upande wa ulaji
na tumeangalia pia kwenye upande wa nini wa mazoezi, lakini kuangalie pia kwenye upande wa kufanya check up kila wakati. Kwa haraka Emmanuel, hatuna muda. Sawa, tuangalie upande wa kufanya check up kila wakati, kwenda hospitalini na kufanya check up, hasa pressure, si ndio, kuangalia. Lakini uzuri mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan sasa hivi anatoa hizo huduma za upimaji, za tiba bure. Madaktari bingwa wanazunguka kila mikoa, kila wilaya. Okay. Hata kwa sasa hivi Arusha wapo hii hospitali ya hapa ya wilaya hii hapa Njilo, wapo kule hospitali ile ya Otrumeti kule Arusha DC, wametawanyika, yani ili lengo kuhakikisha wamefikia wa Tanzania na kupata huduma hizi zote. Unapopunguza magonjwa, maana yake unaongeza nguvu kazi ya taifa. Umeona? Kwa lifestyle, sigara, tobacco use na yenyewe tupunguze, si ndio? Halafu tupunguze uzito. Tulisema uangalie uzito wako, uwiano, halafu uweze kupunguza. Lakini chumvi tusisahau hapo. Ulaji wa chumvi nyingi, si ndio? Unapokula chumvi nyingi, chumvi zina tabia ya wanasema water retention, zinavuta maji kwenye damu. Okay. Kwa damu wanasema blood volume inaongezeka na pressure inafanyaje? Na hiyo chumvi hasa ni chumvi kama chumvi au hata kuweka kwenye chakula? Chumvi ile ambayo tunaweka kwenye chakula. Unakuta ile table salt mtu unaweka inakuwa nyingi sana kupita kiasi. Kwa kawaida wanahitaji angalau kwa siku mtu mmoja angalau kijiko cha chai, si ndio, kachumvi. Kijiko cha chai kile ndio mtu anaweza yani ndio maximum labda kwa siku. Sasa hiyo iliyowekwa kwenye mboga, si ndio kwa na sasa tuepuke zile hata zile za mezani ambazo unakula moja kwa moja, table salt, si ndio? Ndio. Low salt ndio ili kuzuia hiyo blood pressure. Na kama unavyojua figo ndio huwa inasaidia kupunguza pressure ya mwili. Si ndio? Kwa maana ya kutoa chumvi na maji kwa pamoja unakojoa. Yeah. Kwa hiyo inasaidia. Sawa? Tulisema zungumzia kuhusu uzito, tumeshaiweka vizuri. Si ndio? Sasa kwa kumalizia tu, kuna visababishi kwamba asilimia kubwa ya watu wana pressure na hawajijui. Sawa? Na pressure inakuwa regarded kama silent killer. Inamuua mtu ghafla. Na nyingi watu wengi wenye pressure pia hata visababishi au sababu za kupata pressure hazijulikani. Sawa? Sasa ina maana yake ndo tunadili na zile risk factors, ndo unakuta zimesababisha. Wanasema essential hypertension wengi ni idiopathic. Hazijulikani nini kimesababisha moja kwa moja. Lakini kuna pressure ambazo zinakuja kutokana na matatizo ya mwili. Hizo tunaita secondary hypertension. Unakuta mtu labda ana tatizo la kansa ya adrenal glands ambazo zinakaa kwenye figo, ambazo kazi yake inazalisha zile catecholamines nilizosema, vichocheo vile ambavyo vinaenda kusababisha kuongezeka mapigo ya moyo na constrict au kubana mishipa ya damu. Sawa? Inaitwa hiyo tunaita pheochromocytoma au tumor for the adrenal gland. Lakini pia kuna watu wanapata matatizo ya figo yanaita renal parenchyma. Tunasema figo inasaidia katika kuregulate blood pressure, si ndio? Kupunguza mapigo ya moyo au pressure ya damu. Kwa ukipata matatizo ya figo kama hiyo renal parenchyma inaweza kupata kuweza kuleta shida. Lakini kuna matatizo ya goiter, hyper au hypothyroidism, si ndio, na yenyewe yanaweza kusababisha ukapata matatizo ya pressure. Okay. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo basi tuwe na maisha ambayo good lifestyle ambayo inatusaidia katika kupunguza vihatarishi vya sisi kupata magonjwa, ugonjwa wa pressure. Swali la mwisho la kuondokea Arthur. Mtu anaweza kapona pressure? Mtu ukishapata pressure sasa, maana yake kupona kwa pressure ni kurudi kwa pressure kwenye hali ya kawaida. Si ndio? Sasa hiyo inakuwa kwa sababu mwili umeshakuwa disturbed, maana yake pressure inaendelea. Sawa? Sasa na utaijua kama pressure yako kwa muda mrefu unapima iko sawa. Na kama umepunguza vile vihatarishi ambavyo vinasababisha pressure.
si ndio Sasa ukikutwa na pressure, maana yake ni lazima wakuandikie dawa, hasa wamekupima zaidi, wamekufuatilia. Matibabu ya kwanza ni kukueleza wewe ubadili lifestyle. Sawa? Kwa ubadili lifestyle, punguza chumvi, fanya mazoezi, si ndio, kula vizuri. Wataendelea kukumonitor wakati unaendelea na hiyo routine yako ya kufanya hivyo vitu. Tunaendelea kukumonitor, si ndio? Sasa tukija kadiri tunazidi kumonitor, tunazidi kuona bado wewe pressure yako haikai vizuri, si ndio? Maana yake wewe tutaanza kukuanzishia dawa taratibu ili kuona pressure yako inakaa vizuri. Kwa kupitia hilo pia niweke msisitizo kwa wagonjwa ambao wameandikiwa dawa za pressure au wanatumia dawa za pressure, watumie dawa vizuri. Wasiache kutumia dawa. Sawa? Wengine anasema leo naenda kunywa pombe, ngoja niache kunywa. Sawa? Muulize mfamasia wako, dawa ulizonipatia ninaweza kunywa pombe au siwezi kunywa pombe? Sawa? Yani usiweza naacha kunywa dawa ili leo nikanywe pombe. Utaenda huko utadondoka. Lakini pia kabla hujatoka, si ndio, kwenda kwenye mihangaiko yako na nini, pima pressure yako. Kuona je inakuruhusu kutoka kwenda kufanya mihangaiko yako. Kama iko vizuri nenda, lakini hakikisha dawa hauachi. Unakunywa dawa vizuri na kwa kufuata ushauri wa wafamasia wanaokupa dawa. Emmanuel Arthur Mfundo, tukushukuru sana kwa elimu kubwa ambayo umetupitisha. Naamini kwamba inawezekana tukawa na maswali mengi sana, lakini wakati mwingine tutafuta muda mrefu zaidi ili tuweze kuja kupata faida zaidi pia. Sawa. Sasa kuna moja labda la kumalizia. Kama nilivyokuambia, ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia Tanzania. Na mara ya mwisho niliwaambia kwamba tutakuwa na ugeni mkubwa hapa Arusha. Dr. Samia Suluhu Hassan atakuja Arusha. Okay. Kwa ajili ya kongamano la 55 la chama cha wafamasia Tanzania. Okay. Tunalifanyia hapa Arusha katika ukumbi wa ACC kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 6. Mgeni wetu rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwezi ujao, mwezi huu wa 6. Anakuja hapo. Tupo tayari kama wafamasia kumpokea mama. Tupo tayari kama wafamasia kumshukuru mama kwa namna alivyowekeza katika miundombinu ya tiba, kuongeza hospitali. Unajua anapoongeza miundombinu kama hospitali, majengo, kuanzisha hospitali mpya, maana yake anaongeza ajira kwa wafamasia. Kwa tupo tayari sisi kumpokea mama na kumshukuru kwa namna ambavyo anawekeza na kuajiri wafamasia. Na tupo tayari kumshukuru mama kwa namna ambavyo ametoa ajira nyingi kwa wafamasia. Okay. Na tupo tayari tena kumshukuru mama kwa namna ambavyo ameongeza bajeti ya dawa. Anapoongeza bajeti ya dawa, hasa kule MSD, dawa zinaenda kwenye vituo vya kutolea huduma. Si ndio? Kule kwenye kutolea huduma ndio tuko wafamasia. Si ndio? Anatupunguzia stress sisi wafamasia na wagonjwa. Mgonjwa unapomwambia dawa hii haipo, anaona kama unamnyima dawa. Si ndio? Lakini hata wewe mfamasia hujisikii vizuri mgonjwa kukosa dawa. Kwa mama anapoweka fedha nyingi, hasa anapoongeza bajeti ya fedha kwenye MSD kwamba hospitali ziwe na madawa mengi ili watu wanaougua waweze kupata huduma, sisi kwetu ametuheshimisha kama wafamasia. Na pia ameheshimisha kada ya pharmacy. Kwa hiyo kwenye hilo pia tupo tayari, tupo kumsubiri mama hapa Arusha kumweleza tunamshukuru sana kwa ajili ya mambo hayo, kwa ajili ya kuongeza hizo huduma. Lakini ameongeza emergency hizi department kama mmeona, vituo vya huduma za dharura, na wenyewe tuko tayari kuja kumshukuru kwa maana huduma za dharura ni muhimu hasa kwa watu wanaopata ajali mabarabarani na kadhalika. Mama kwa kweli kwenye hilo anafanya vizuri na tupo tayari kumpokea, tumshukuru kwa namna ya kipekee kabisa. Kwa hiyo na washauri wa famasia wote, tuko wafamasia karibu 3800. Wafamasia wote tuje Arusha kwa ajili ya kuja kumshukuru mama. Wafamasia wote tuje tumpe mama shukrani hapa. Na sio tu wafamasia, hata wa teknolojia dawa. Wote tupo kwenye wimbi moja, tuje tumshukuru mama kwa namna amepekea. Yoyote anayeona anahusika na swala zima la pharmacy, ananufaika kwa namna yoyote na ufamasia. Una duka lako la dawa, una kiwanda chako cha dawa, wewe ni unafundisha chuo cha kutoa wafamasia,
una hospitali yako, hakikisha wafamasia wanakuja kutoa shukurani kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana, shukrani sana Emmanuel. Jerome, ya maswali yako ya yale ambayo tulikuwa tukizungumza jana, tutamtafuta wakati mwingine tuzungumze naye swala la uteketezaji wa dawa na vitu kama hivi. Wakati mwingine sababu mgeni mwingine anafuata hapa, nadhani tutamtafuta wakati mwingine. Kwa nini hizo dawa ziteketezwe? Mbona ni gharama, ni kodi zetu na vitu kama hivyo. Jana tulikuwa tunazungumza kuhusiana na hayo. Nadhani muda tutaandaa mada hiyo muhimu sana. Maana watu walikuwa wanapiga kelele sana, wameona dawa zinateketezwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani ni mada. Tulikuwa na Emmanuel Arthur Mfundo, mfamasia bingwa wa tiba na ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia kanda ya kaskazini, 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 kanda ya kaskazini.